Bwana Shabani vipi? Poa poa, nashukuru Mungu. Kwa jasho linatoka na hasira nyingi. Nashukuru Mwenyezi Mungu, kwanza tumekuja kwenye mkutano tukiwa salama, tumefika kwenye mkutano. Nia yetu na malengo yetu kuhakikisha tunaiongelea Simba yetu mazuri na ili Simba yetu iende kusonga mbele. Ila kuna vitu vya kiuni vinafanyika sana. Kwanza wameanza kutukosea katika kuleta taratibu za kuja kwenye mkutano agenda. Wametupa ikiwa bado siku moja. Na kila wilaya ametoa moja, mtu atoe kopi mwenyewe. Hiyo ni kitu ya aibu. Lakini lingine ambalo lilokuja kutuchanganya, mkutano umeenda umesikilizwa. Kamati ambayo ya mabadiliko ya katiba ambayo imeundwa na klabu imekuja kuleta kile ambacho walichokitengeneza. Mpitishaji wa zile hoja ni sisi wanachama. Lakini baada ya hapo wamepitisha na bwana amemaliza pale, mwenyekiti kamaliza kikao. Nimwambie mwenyekiti, hazijajadiliwa. Hatujajadili kwa sababu lazima tukubali au tukatae. Sio kama walichopitisha wao ni sahihi, lakini walichofanya wametuletea uni. Tumwambie mwenyekiti, alitengeneza vita na wachache, sasa katengeneza vita na wengi. Simba ni ya watu wa watu. Mimi nakwambia wallahi lazima. Katengeneza vita ya wengi. Simba ni klabu ya watu. Huu sio ubunge uliomshinda. Hii ni Simba Sports Club ya watu wengi. Ubunge ni kisehemu. Mwenyekiti wa Simba unaongoza kote. Tumwambie mwenyekiti, kama alishindwa ubunge kwa vitu vyake hivi, na Simba ameenda kutufelisha. Sasa hivi katengeneza vita kwa wana Simba wengi. Wana Simba wote mliokuwa nje, mkutano umeenda kiuni. Kuna mambo mlikuwa mkubaliana kwenye marekebisho. Ukweli hata kama nichukie. Napenda kuzungumza ukweli, sio fi kwa sababu nimepata Simba kupata furaha tu, sio kitu kingine. Mkutano wa leo, mkutano wa kihuni kwa atakayekubali, atakayekataa atajua mwenyewe. Ila niwaambie, baada ya hoja watu wa kamati kusoma, wanachama tungeulizwa tumelizia au hatujalizia. Lakini wamevunja kikao, kwa sababu wamepika ubwabwa, hatuli ubwabwa hao, na tunachohitaji mafanikio ya Simba. Tuwaambie tu, hawawezi kuendesha klabu yetu kiuni. Hawawezi kuendesha klabu yetu kiuni. Hawawezi kuendesha klabu yetu kiuni. Kwa nini hamkukubali muda ule sasa wakati mkutano unafungwa? Wakati anasoma yule mwanasheria, Simba ni watu wenye hekima. Tulikaa na kutulia kusikiliza kile kinachosemwa. Baada ya kumaliza wakasema wanafanya dua kwa sababu ya timu. Tukajua sababu ya timu. Baada ya hapo mwenyekiti kavunja kikao. Anakatupigane. Ndugu zetu wamekufa juzi kwa sababu ya machafuko na vurugu. Leo mwenyekiti atasababisha vurugu tena kwenye Simba. Serikali muangalieni huyu mtu. Sio mtu sahihi kwenye klabu yetu. Kwa sababu alichokifanya leo watu wamepaniki. Atakayetokea vurugu nyingine. Tumemchagua ili atuongoze. Hatujamchagua ili mradi atuadhibu anachokifanya. Mimi niseme mwenyekiti katika hili amefeli. Na huu mkutano sio halali, mkutano batili. Mkutano sio halali, mkutano batili. Tunahitaji mkutano. Tunataka mkutano mwingine. Huu mkutano wa chakula, hata mkutano wa chakula. Watu wameitiwa kwamba wale kule. Huu sio mkutano halali. Hakuna mkutano hapa. Huu sio mkutano halali. Tunataka yale mapendekezo tujadili, tukubaliane. Sasa pale wamepitisha mfano. Wanachama sisi ndio tumebeba Simba. Maamuzi watu wote wanatusikiliza sisi. Leo tuambiwe kwamba mkutano umeisha, hamna kitu tulichokubaliana. Hivi watu wa nje watafikiriaje? Tuliokuwa ndani tufanye watu 900. Watu 900 sisi ndio tunaikomboa Simba. Lakini